Irani, China pamoja na Urusi wameendelea kufanya mazoezi ya kijeshi kwenye mlango wa bahari wa Strait of Hormuz ambao upo chini ya usimamizi wa Irani, na huu mlango unapitisha karibu 20% ya mafuta yote ambayo yanatoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kitendo cha kwanza kufanya haya mazoezi kwenye huu mlango wa bahari ni kuhatarisha usafirishaji wa mafuta kwenda sehemu mbalimbali za dunia, kwa sababu madhara ambayo yanaweza kupatikana hapa sio kwa Mashariki ya Kati peke yake ambao wanasafirisha haya mafuta, lakini hata sehemu nyingine ambazo haya mafuta yanaenda. Maana mwisho wa siku kinachoweza kushuhudiwa ni kuweza kupanda kwa bei ya mafuta ambayo itakuwa imesababishwa na kukwama kwa upitaji wa hizi meli za mafuta kwenye hii sehemu ya Strait of Hormuz. Sasa mazoezi haya ambayo yanafanyika ya Urusi, China pamoja na Iran ni mazoezi ambayo yanaonyesha umoja katika hiki kipindi ambacho Iran pamoja na Marekani wamekuwa kwenye mvutano. Na haya sio mazoezi tu peke yake, naweza nikasema pia ni ujumbe kwa Marekani kuwa pindi atakapoishambulia Iran, majibu yake manake nadhani yatakuwa ni makubwa kuliko hata majibu ambayo iliyapata kutokana na ukilinganisha na ile vita ya mwaka jana ya siku 12. Naweza nikasema pia kwa kipindi hiki Iran imejipanga, kwa sababu ukiangalia mfano mwaka jana kwenye vita ya siku 12 Iran iliweza kushtukizwa, lakini tuliona moto ambao uliweza kuwashwa na Iran na baadaye kuweza kusitishwa. Na mimi nilisema kwamba endapo kama Iran ndo angekuwa ameelemewa, Marekani asingeweza kukubali kuweza kusitisha ile vita, kwa sababu Israeli tu ndo alikuwa anaelekea kuishiwa nguvu. Mwisho wa siku Iran mwisho wa siku Marekani akabidi aombe kusitishwa kwa mapigano, kwa sababu aliona mtu wake au mshirika wake hali kadri siku zinavyozidi kwenda hali inakuwa mbaya. Kwa hiyo kama Marekani itaweza kuishambulia Iran kwa sasa hivi, sidhani kama itakuwa ni vita ya muda mfupi, kwa sababu kwanza tunafahamu Marekani anatenda kushambulia mataifa madogo na kuweza kujizolea sifa. Uliona kwa Venezuela Venezuela alichokifanya, manake kitendo cha kumchukua kiongozi wa nchi katika ndani ya masaa kadhaa ni kitu ambacho kilimpa sifa Marekani kwamba jeshi lake ni bora. Sidezi uwezo wa jeshi la Marekani, lakini ubora nadhani wa jeshi natakiwa upimwe pia na mbabe mwenzio. Yani usiende ukamuonea mtu ambaye unajua kabisa huyu hawezi kupigana na wewe, alafu mwisho wa siku useme wewe una nguvu kuliko huyo uliyemkamata. Utakuwa upo sahihi, lakini umeenda kushindana na mtu ambaye sio mshindani. Hiyo ukiangalia China na Iran, China inanunua takriban 80% ya mafuta ambayo yanazalishwa ndani ya Iran. Na tukumbuke pia kule Venezuela China alikuwa tayari ameshaingia moja ya maeneo ambayo yalikuwa yanaangaliwa au maeneo ya kimkakati kwa Marekani, na ndio maana tuweza kushuhudia Marekani akaweza kuivamia Venezuela na kuweza kumchukua Nicolas Maduro, kwa sababu China alikuwa ameshaingia mkataba na Venezuela kuweza kuuziana mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan, kitu ambacho kilikuwa ni hatari kwa Marekani na Marekani singeweza kukubali. Sasa ukirudi hapa, ukiachana na maslahi ambayo Israeli anayo au ukiachana na mipango ambayo Israeli anayo kuhusu Iran, ni kwamba China pia wana mkataba na Iran ambao unahusu uuzianaji wa mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan, kitu ambacho pia Marekani hakipendi, kwa sababu kuweza kuuziana mafuta kwa kutumia sarafu ambayo ni tofauti na dola wa Marekani kwake inakuwa ni pigo, kwa sababu moja ya silaha ambazo Marekani anazitumia ni pamoja na kuwa na sarafu ya dola ambayo inakuwa inatawala soko la dunia.
hiyo hapa na ukiangalia pia kwa China sasa, manake ni kama vile kila sehemu ambayo anataka kuingia anakabwa. Yaani ukiona sehemu kwamba hapa bwana naweza nitafanya biashara nikapata faida, mtu anakuja anakuingilia, anakuzuia. Ukiangalia Marekani hapa, manake amemzuia China, Venezuela, lakini pia anapokuja ukija kwenye upande wa Iran, manake Marekani inaingilia pia maslahi ya China, kwa sababu 80% za mafuta ambayo China inanunua ni mafuta mengi sana. Kwa hiyo kwa wakati huu nadhani hata kama China, unajua China haiwezi kashiriki moja kwa moja kwa kutumia jeshi, lakini China ambacho kitu ambacho China inakifanya manake ni kuweza kutoa msaada kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kama hivyo kutoa taarifa za kijeshi. Mfano kama alitoa picha za satellite za jeshi za kambi ya jeshi la Marekani ambayo ipo pale Jordan, lakini pia kuweza kuuzia Irani silaha, mifumo ya ulinzi kama HQ9. Ni moja ya njia ambayo, kwa sababu kwa China kupeleka jeshi moja kwa moja wanajeshi waende kapigane, na sidhani hicho kama kitu kinaweza kikatokea, lakini naweza kukawa kuna msaada ambao sio wa moja kwa moja kama nilivyokwisha kusema, kwa sababu hapa China sasa atachukua nishati wapi? Ukiangalia kwa Urusi ni kama anachukua kwenye asilimia, ni kwa kiwango kidogo, sio kiwango kikubwa cha mafuta ambayo ananunua Urusi. Manake alikuwa ananunua mafuta mengi kutoka Venezuela na Irani. Kwa hiyo Marekani au kudondosha utawala wa Irani, manake pale unakuwa umeingilia maslahi ya nani, ya China ndani ya Irani. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine China lazima ataweza kumlinda Irani. Lakini ukiangalia kwa upande wa Urusi kwa Mashariki ya Kati, unajua baada ya kuweza kudondoka kwa serikali ya Bashar al-Assad wa Syria, pamoja na Urusi kuendelea kuwa na kambi zake ndani ya Syria, lakini ilikuwa ni pigo, kwa sababu alikuwa anatumia pia Syria kama sehemu ya ushawishi wake ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini kitendo cha kuweza kudondoka kwa serikali ya Bashar al-Assad ilikuwa pia ni pigo kwa Urusi. Sasa tukija pia upande wa Irani, Irani ndio sehemu ambayo imebaki kwa Urusi ambao wanafanya kazi pamoja. Kwa kusema pia kudondoka serikali ya Irani itakuwa pia ni pigo kwa upande wa Urusi. Kwa namna moja ama nyingine, mimi naona lazima wataweza kuyalinda haya maslahi ambayo yapo ndani ya Irani na kuweza kutoa ushawishi wao, kutumia Irani kwa ajili ya kuweza kuendelea kushawishi maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Lakini ukiangalia kwa upande wa Marekani ametawala eneo lote la Mashariki ya Kati isipokuwa Irani, lakini maeneo yote karibia wanaelewana, na ndio maana na kambi zaidi ya 30 nadhani kama sijakosea, kambi zaidi ya 30 pale Mashariki ya Kati, na kambi kubwa kabisa ambayo ipo ni kambi ambayo ipo Qatar ya Al Udeid Air Base. Hizo ni chache tu ambazo zipo Mashariki ya Kati, kambi za Marekani. Kwa hiyo mshirika au nchi ambayo imebaki inaenda kinyume na Marekani ni Irani. Kwa kitendo cha kuweza kuidondosha Irani, manake inaifanya sasa Marekani pamoja na Israeli kumiliki au kudominate maeneo yote ambayo yapo chini yapo kwenye huu ukanda wa Mashariki ya Kati. Ukiangalia Saudi Arabia kuna kambi ya kijeshi, UAE, ukienda siji Jordan, ukienda wapi, Bahrain, bado hawa wote wapo chini ya Marekani. Yani hawezi wakasema kitu chochote. Ninavyosema wapo chini ya Marekani, maana yake ni Israeli hapa na mpango wake wa kuweza kutengeneza au kufikia malengo ya kutengeneza the Greater Israel. Kwa hiyo
kikwazo ambacho kimebaki, na naamini kwamba kama ipo siku ataweza kudondosha utawala wa Irani, basi nchi itakayofuata itakuwa ni Uturuki. Amini hilo. Na endapo ikitokea siku kwamba Uturuki ipo ni mwanachama wa NATO, lakini Israeli sio mwanachama wa NATO, lakini ikitokea siku kukawa kuna mgongano au kukawa kuna mvutano ambao utakaopelekea kuweza kuingia vitani kati ya Uturuki pamoja na Israeli, amini kwamba NATO watasimama upande wa Israeli. Japo huyu Uturuki ni mwanachama wa NATO, lakini hawatasimama na Uturuki, lazima watasimama na Israeli. Kwa nini? Israeli amefanya blackmail ya viongozi wengi wa Marekani, na tunavyozungumzia NATO manake ni Marekani, na ndio maana tuliona Donald Trump alivyotaka kuichukua Greenland, umoja huu wa kijeshi, umoja wa kujihami wa kijeshi ulisheki, na yeye anasema kwamba NATO yeye kwanza, yeye ndo yani katika ile bajeti au katika ile michango ambayo nchi wanachama wa NATO wanachangia, Marekani ndo anatoa kiasi kikubwa, nadhani ni kama 66%, na wengine ndo wanafuata 5%. Na I think Uturuki pia ndo upande wa jeshi ndo ana wanajeshi wengi kwenye huu moja wa kujihami wa NATO. Kwa hiyo tukirudi sasa Irani, ni kwamba kuna uwezekano wa vita kutokea muda wowote, kwa sababu hata mazungumzo ambayo yamefanyika Geneva ni mazungumzo ambayo bado inaonekana hawa watu wapo mbali sana kuweza kukubaliana, kwa sababu tukumbuke pia kwamba wakati wa kuanza kwa mazungumzo, Irani yenyewe ilisema kwamba ipo tayari kuweza kujadili kuhusu masuala ya nyuklia, lakini sio kujadili kuhusu utengenezaji wa makombora au kujadili kuhusu uungaji mkono wa makundi ambayo yapo Mashariki ya Kati kama Hezbollah, wa Houthi. Kwa hiyo tunaposema kwamba mazungumzo yanaendelea, tafsiri yake ni kwamba Marekani anaenda kuzungumza kile ambacho Irani anataka kizungumzwe nini mezani. Na kwenye mazungumzo ambayo yalifanyika Geneva, ambayo ilikuwa ni mazungumzo ya awamu ya pili, wote walitoka wakasema kwamba Irani, kwanza waziri mkuu wa mambo ya nje Abbas Araghchi alisema kwamba wamefikia mazungumzo yamekuwa na hatua. Kwa nini sasa mazungumzo yamepiga hatua? Kwa Irani anaweza akasema hivyo kwa sababu kilichoenda kujadiliwa ndio hicho ambacho alikuwa anataka kijadiliwe, lakini kwa upande wa Marekani pamoja na Israeli bado naweza nikasema wao mazungumzo bado kwao hayana faida, haya mazungumzo ya awamu ya pili, kwa sababu mfano kama Israeli yanashinikiza hizo ajenda ziweze kuzungumzwa, makombora ya ballistic missiles, lakini hajaweza kuzungumzwa. Haya, tunazungumza kuhusu uungwaji mkono wa makundi ambayo Irani anayounga mkono, hayo masuala hayaweza kuzungumzwa na Irani. Yeye amekakaa kwa sababu anasema kwamba kuhusu kuunga ya makundi mkono sio issue ambayo anaweza kujadili na Marekani, kwa sababu hili ni swala la kikanda. Sasa ukiangalia Marekani na makundi haya yalipo, Marekani ipo mbali. Kwa hiyo Irani yeye anasema kwamba kujadili kuhusu uungwaji mkono wa haya makundi na Marekani haina maana, sababu kama Hezbollah ambao wapo Lebanoni, nchi ambayo natakuwa kujadili na Irani ni Lebanoni, sababu haya makundi au hili kundi lipo ndani ya hiyo nchi. Kwa hiyo
Irani na nchi ambayo hilo kundi lipo ndo natakiwa kuweza kujadili, lakini sio Marekani. Lakini sasa ukiangalia kwa upande wa Israeli, yeye anataka nini? Anataka Irani, yani kusiwe na shughuli zozote ambazo kuna kitu ambacho kinaitwa urutubishaji wa urania, kitu ambacho Irani hawezi kukubali. Sasa kuna taarifa ambazo zinaonyesha kwamba kuna uwezekano ndani ya siku 10 hadi 15 Marekani anaweza akaishambulia Irani, kwa sababu kama endapo hawataweza kufikia makubaliano. Lakini pia kuna taarifa nyingine ambayo inaonyesha kwamba kuanzia leo Ijumaa, yani kesho kuna uwezekano Marekani akaweza kuivamia Irani. Sasa kumekuwa na hayo mazingira, lakini kwa mimi ninavyoona ni kwamba sidhani kama diplomasia inaweza kuzaa matunda, kwa sababu kwanza Benjamin Netanyahu huamini kwenye diplomasia. Yani hapa lazima vita itapigwa, na vita ikipigwa, shasema kwamba Irani imejipanga, sio kama ile vita ya mwaka jana, vita siku 12. Na ukiangalia Irani ina makundi yake ambayo inayaunga mkono. Ndio maana mwanzoni kabisa Irani ilisema kwamba kama Marekani itaweza kushambulia Iran, manake mwisho wa siku itakuwa ni vita ya kikanda, kwa sababu kitakachotokea manake Iran hataweza kupiga ndani ya Marekani, atapiga kwenye nchi ambao ni washirika wa Marekani. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni hivyo kwamba sidhani kama diplomasia inaweza kuzaa matunda hapo, kwa sababu mazungumzo yanaendelea, lakini huku watu bado wanajiandaa. Yani ni ile kwamba unatangaza amani alafu ubenini unasema unatangaza amani alafu huku umeshika umeshika panga, umeshika mapanga. Sasa hapo sidhani kama kutakuwa kuna uelewana, yani kwamba kuna nia ya kuweza kumaliza mgogoro kwa yani wote ambao wanazungumza hivi. Kuna uwezekano au wote mna nia ya kuweza kumaliza mgogoro kwa kutumia diplomasia? Ni kitu lazima muwe na msimamo mmoja. Lakini kama tunazungumza amani, lakini mwisho wa siku wewe na kuona vitu unavyovifanya haviendani na unachokizungumza, hapo sidhani kama tunaweza